Mada yangu ya leo inasema rafiki mwema atakufaa siku ya kiyama. Rafiki mwema atakufaa siku ya kiyama, au unaweza kusema rafiki mwema atakavyokufaa siku ya kiyama. اليوم سنتحدث عن الأصحاب والصداقة. leo tunataka tuzungumzie marafiki kwa mujibu wa Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika maisha ya dunia, kwa sababu mwanadamu unaishi na wanadamu wenzako, ni lazima utakuwa una marafiki, na huwezi kukwepa kuwa na marafiki. Hata manabii na mitume walikuwa wana marafiki. Mfano, sayyidu sadat wa qaidul qadat, arrahmatul muhdah wan ni'matul muzdah والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له صديقا وصاحبا. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana rafiki, na Qur'ani imesema ana rafiki. Twende katika suratu Tauba aya nambari 40, msikilize Allah anasemaje: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محل الشاهد, kumbukeni Allah anasema msipomnusuru Mtume Muhammad, basi Allah tayari amekwisha mnusuru. Kumbukeni walipomtoa katika nyumba yake katika mji wake wa Makka wale waliokufuru, walipokuwa wawili, yani alipokuwa Muhammad ni wawili katika wawili. Kumbukeni walipokuwa katika ghar, katika pango, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Kumbukeni Muhammad alipomwambia rafiki yake, sahiba wake, usihuzunike. Man kana sahibu Muhammad? Nani alikuwa rafiki wa Mtume Muhammad? Nani alikuwa? Jina lake nani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hata Yusuf alayhi salam alipoingia jela alipata marafiki wawili. Kwa nasi ya Qur'an, Yusuf alikuwa akiwasemesha marafiki zake wawili kwa nida ya marafiki. Aya maarufu: ya sahibi sijni arbabun mutafarriqun khayrun amillahu alwahidul qahhar. Ya sahibi sijni, enyi marafiki zangu wawili wa jela. Kwa hiyo hata Yusuf alayhi salam alikuwa na marafiki wawili jela.
Sasa Uislamu unasema nini juu ya Muislam kuwa na rafiki? Fama tawjihatu lislam inda ikhtiyari sahibi wassadiq. Uislamu unasema nini? Uislamu unaelekeza nini katika kuchagua rafiki, sahiba? Uislamu umesema nini ndugu zangu? Kabla ya leo kukupeni ushahidi ndani ya Qur'an na Sunna vinavyothibitisha ya kuwa rafiki mwema atakuja kumfaa rafiki yake siku ya Kiyama. Vijana wengi wa Kiislamu leo wana marafiki, kweli si kweli? Kijana gani ambaye hana rafiki? Nani ambaye hana rafiki? Wangapi wana rafiki? Mkono juu tuone. Hata wazee sasa hivi wana marafiki, wazee wenzao. Tayib, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema la tusahibu illa mu'mina, la tusahib illa mu'mina. Kijana, unapotaka kuchagua rafiki, hakikisha haumchagui rafiki isipokuwa rafiki ambaye ni mu'min. Rafiki ambaye ni mu'min, muumini kamili, kwa sababu atakuongoza kwenye mambo ya kheri, hatokupeleka katika mambo ya shari. Walidhalik Warabu wanasema as-sahibu sahib, as-sahib sahib. Rafiki siku zote anamvuta rafiki yake upande wake. Ni vijana wangapi walikuwa ni wazuri, wana adabu, wana hishma, wana iman, wana taqwa, khamsa salawat, lakini baada ya kupata marafiki wabaya, vijana hao wakaanza kubadilika. Muulize leo kijana anayevuta fegi. Unawajua fegi? Sigara. Mwanadamu anakula moto mdomoni kwake. Muulize leo anaivuta sigara, chanzo cha yeye kuvuta sigara ni nini? Atasema rafiki yangu. Rafiki mbaya alikuwa anapiga sigara na mambe, we vipi? We sio mtoto wa kike, we mwanaume bwana. Kuwa ngangari, onja kidogo. Anaonja kidogo, anaonja kidogo, mwisho mtoto anakuwa ni mvuta sigara mzuri. Mwingine anavuta, wanavuta wengine paka bangi, hashish. Chanzo, marafiki wabaya wamewaharibu. Vijana wangapi wa Isiolo walikuwa hawali miraa, sasa wanakula miraa kwa sababu rafiki zao wanakula miraa. Sasa katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, isma ayuha shab ila nabiyika wa rasulika wa habibika wa mustafak wa qudwatika wa uswatika. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema nini? Innama mathalul jalisi salihi wa jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Hakika si vinginevyo, mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya ni kama fundi wa welding. Welding mnajua? Yule fundi ambaye anachoma choma kwenye chuma. Rafiki mzuri na rafiki mbaya ni kama anayeuza mafuta ya miski
na yule anayechomea vyuma, fundi welding. Tayib, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema fahamilul miski, yule mwenye kuuza mafuta ya miski, ukikaa naye, ukiwa karibu naye, imma an yahdhiyaka au tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Anayeuza mafuta ya miski ni moja kati ya yafuatayo: imma akupe mafuta ya miski zawadi, gift, au imma ununue kutoka kwake mafuta ya miski, mafuta ya kunukia, au kwa kukaa naye karibu na kuwa naye muda wote utapata harufu nzuri kutoka kwake. Wanafikhul kiri, na yule anayechomea chuma, vyuma, fundi welding, imma an yahriqa thiyabaka, naye ni moja kati ya yafuatayo: ukikaa naye karibu, fundi anayechomea vyuma, imma ataunguza nguo zako, wa imma an tajida minhu rihan khabitha, au ukitoka kwake utakuwa una harufu mbaya, kwa sababu ile chuma wakati anachoma na ule moto inatoka harufu nzuri, harufu mbaya, harufu mbaya. Hebu angalieni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa ni mwalimu mzuri, na anatupigia mifano mizuri ya rafiki mwema, rafiki mzuri na rafiki mbaya. Mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya ni sawa na yule anayeuza mafuta ya kunukia, perfume, oud au hata miski, na rafiki mbaya ni sawa na yule fundi anayechomea vyuma. Ukikaa na yule anayeuza mafuta mazuri, anayeuza oud, perfume, mafuta ya miski, kama hatokupa zawadi au hukununua kwake, ukiondoka pale, kwa sababu uko kwenye duka lake, utatoka pale na wewe unanukia, kwa sababu umekaa sehemu ambayo pananukia. Na ukikaa na rafiki mbaya ni kama vile umekaa na fundi welding, ima aunguze nguo zako, au ukitoka pale nguo zako na mwili wako vitakuwa vinanuka moshi ya chuma. Wangapi wanatamani siku ya kiyama na marafiki zao waingie fil janna? Kila mtu anatamani na rafiki yake awe janna, sio? Sasa sikiliza, rafiki mzuri siku ya kiyama atamfaa rafiki yake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kuna marafiki watakuwa mawakili wa marafiki zao katika pepo. Kuna marafiki watakuwa maloya kwa marafiki zao siku ya kiyama. Kuna marafiki watakuwa ni shufaa, wanafanya shafaa kwa marafiki zao siku ya kiyama. Kuna marafiki watawatetea marafiki zao siku ya kiyama. Sasa vijana wa Isiolo,
tegeni masikio, muwe makini, munisikilize na kusomeeni hadithi 2 au 3 za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha fanya muqarana, fanya comparison. Rafiki yako wa sasa duniani atakusaidia siku ya Kiyama? Atakufaa siku ya Kiyama? Au atakusaliti? Au atakukimbia? Katika Sahihu al-Bukhari hadithi nambari 1071, na katika Sahihu Muslim hadithi nambari 183, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul fi al-hadith as-sahih at-tawil minhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadith ambayo ni sahih, hadithi ndefu, idha qada Allahu baina ibadihi yawm al-qiyamah, Allah atakapohukumu baina ya waja wake siku ya Kiyama, watu wa peponi wakaenda peponi, Allahumma ja'alna minhum, na watu wa motoni wakaenda motoni, Allahumma la taj'alna minhum. Marafiki wema, wale vijana ambao walikuwa wana iman, wana taqwa, wana tauhid, walikuwa hawafanyi shirki, walikuwa wanajiepusha na madhambi makubwa. In tajtanibu kabaira ma tunhauna an. In ash-shartiyya harfu shartin lazim, فجواب الشرط نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Allah anasema in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, ikiwa mtajiepusha na madhambi makubwa makubwa, shirki, kuua, kumwaga damu za watu, kuzini, zinaa, kufanya dhulma, madhambi makubwa makubwa, mkijiepusha nayo, nukaffir ankum sayiatikum, madhambi madogo madogo tutakufutieni, madhambi madogo madogo tutakufutieni. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fa idha ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim, wale marafiki wema, vijana wacha Mungu, watakapofaulu wakaenda janna, wakishaenda janna, wakiangalia kulia kushoto, hawaoni marafiki zao. Vijana, mnanisikia vizuri? Mko pamoja? Vijana wangapi? Wangapi vijana hapa niwaone? Mashaallah, mko wengi. Hata wanawake si vijana wapo au? Kwani kijana ni nani? Si wa kijana ni kijana tu, na msichana si kijana. Msichana kwa ni mzee, ni kijana wa kike na kijana wa kiume. Ninyi mnasema msichana na mvulana, sio? Tayeb, vijana wema watakapoingia janna, wanatafuta marafiki zao. Hadith sahih, yaqulun, watasema, rabbana, mola wetu mlezi, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, mbona hatuwaoni marafiki zetu? Ya Rab, fulani yuko wapi na fulani yuko wapi? Ni ndugu zetu, walikuwa wakiswali na sisi tunaswali pamoja 5 salawat, wayasumuna ma'ana,
tulikuwa tunafunga pamoja shahru Ramadhan, wayamaluna maana, tulikuwa tunafanya khairat, khairi mbalimbali. Mbona hatuwaoni janna? Rafiki mwema hakubali kuingia peponi peke yake, na akiingia anauliza rafiki zake wakwapi, mbona hawaoni? Watamwomba Allah, watafanya utetezi ndani ya janna, ya Rab, sisi ni mashahidi kwao walikuwa wanaswali sala 5, tulikuwa tukiswali pamoja sala 5, tulikuwa tukifunga pamoja Ramadhan, tulikuwa tukifanya haji pamoja, tulikuwa tunafanya a'mal salihat, matendo mema, matendo mazuri. Sisi ni mashahidi kwa fulani na fulani, wakwapi ya Rab? Fayaqulu Allahu ta'ala, Allah atasema kuambia malaika, idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin faakhrijuh. Malaika wangu njoeni, nendeni motoni, nendeni Jahannam, nendeni mkatafute marafiki zao. Yeyote mtakayemkuta ana chembe ndogo sana ya iman katika moyo wake, mtoeni motoni, mleteni peponi. Kijana wa Isiolo, wa maadaraka ma Isiolo, rafiki yako, besti wako, HB mwenzako, na wewe msichana sister du mwenzako, watakutafuta siku ya kiyama au katika janna. Kila mmoja anamjua rafiki yake vizuri. Hebu fikiria hapo ulipo sekunde 2. Rafiki yako akienda janna, wewe hukwenda janna, atacomplain, atasema ya Rab, mbona fulani hayupo? Ya Rab, mimi sina raha bila rafiki yangu. Ya Rabbi, alikuwa kisali sala 5, alikuwa anafunga, alikuwa anafanya kheri. Ya Rabbi, alikuwa anajitahidi, msameh makosa yake madogo madogo. Atakutetea au atasema yes, jamaa hayupo, akafe huko, kufa kabisa. Rafiki wengine ni mahasid. Mnajua ni rafiki yako lakini ni hasid, au hujui? Sasa lazima uchague rafiki mzuri. Kwa mujibu wa hadithi hii, rafiki atakayekusaidia ni mu'min mwenzako ambaye anaswali sala 5 pamoja na wewe, ambaye ikifika Ramadhani mnafunga pamoja, mnakwenda tarawih pamoja, mnakwenda qiyamul layl pamoja, mnahimizana kufanya mema, twende tukafanye kheri, dunia ni mapito. Anakuhimiza kufanya mambo ya kheri, lakini sio yule anakuambia mwanangu, eti siku hizo wanaitana mwanangu. Yani wao wenyewe ni vijana wadogo, hata kuoa hawajaoa, hawana watoto, wao wenyewe ni watoto, wanaitana wanangu, mwanangu. Kuna big birthday, mwanangu, kuna event kubwa sana siku ya Christmas, mademu wengi sana. Anakushawishi, anakupeleka kwenye haramu. Atakwambia hii alisema Waziri Duale, alisema nini? Kuna nini? Alitaja event kwa watu 3, alisema nini? Hebu kumbusheni. Nini? Somali night, Borana night, Gabra night, na nini? Sawiye night. Ni Sawiye Kaf au Kamaja. Anayekwambia twende kwenye night, anataka siku ya kiyama uwe kwenye night ya Jahannam. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd,
kwenye kiza cha Jahannam, anakutaka hivyo. Na kwa mujibu wa Qur'an, Muislam akienda Jahannam kataka mwenyewe. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema nini? Kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, ummati wangu wote wataingia janna, wataingia peponi isipokuwa aliyekataa. Qalu, watasema masahaba, waman ya'ba ya Rasulullah, nani atakayekataa janna, nani atakayekataa pepo ewe mtume wa Allah? Mtume anasema man ata'ani dakhala aljanna, mwenye kunitii mimi Muhammad ataingia janna. Wa man asani faqad aba, na mwenye kuniasi mimi Muhammad huyu amekataa janna. Vijana na wasichana mtakaokwenda kwenye night zilizotajwa hizi, tarehe 25 Christmas, mwaka mpya, mkaenda kwenye night, mmemuasi mtume Muhammad, na aliyemuasi mtume Muhammad amekataa janna mwenyewe. Nafikiria uko kwenye night unaruka disco dansa, unaruka sio? Alafu malakul mauti akaja, niambie hali yako itakuwaje? Sasa basi, rafiki mwema atamsaidia rafiki yake na kumtetea siku ya Kiyama. Katika sahihu Ibn Majah, hadithi nambari 51 min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ta'ala wa ardah. Sikiliza tena, mtume anatoa hadithi ya pili inayothibitisha rafiki mwema atamtetea rafiki yake siku ya Kiyama. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha khallasa Allahu al-mu'minina minan nar, Allah atakapowaokoa waumini na moto, wa aminu, na akawapa amani, akawapeleka janna, fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fi dunya ashadda mujadalatin min almu'minina li rabbihim. Allah atakapowaokoa waumini na moto wa Jahannam, na akawapa aman, akawapeleka janna, akawapeleka peponi, mtume Muhammad anasema wale vijana wema, marafiki wema, watakapoingia peponi hawajaona marafiki zao, wanaanza kudai marafiki zao, tena madai yao yatakuwa ni mazito kuliko walivyokuwa wakidai haki duniani. Mtu duniani ikiwa anadai haki yake, si anakuwa mkali, si anatetea haki yake kwa nguvu zote. Sasa mtume Muhammad anasema watawatetea marafiki zao na kudai ya Rabbi, na kumbembeleza Allah, na kuwafanyia shafaa, maombezi na matetezi au utetezi. Marafiki zao watakuwa wanawatetea na kuwadai marafiki zao kuliko walivyokuwa wakidai haki zao duniani. Kisha akasema fi ikhwanihim alladhina udkhilu an-nar, watadai haki za ndugu zao walioingizwa motoni. Yaquluna rabbana, watasema ewe Mola wetu mlezi, ikhwanuna, ndugu zetu, marafiki zetu, waumini wenzetu, fulani yuko wapi na fulani yuko wapi? Mbona hatuwaoni peponi? Hii maana yake wameshapelekwa motoni. Kanu yusalluna maana, ya Rabbi sisi ni mashahidi, walikuwa wakiswali na sisi swala 5. Wayasumuna maana, na walikuwa wakifunga na sisi Ramadhan pamoja.
wayahujjuna ma'ana, na walikuwa wakifanya haji. Tumeenda trip ya haji na umra mara kadhaa, tumeenda nao da'wa mara kadhaa, tulikuwa tunakwenda tarawih mara kadhaa, tunakwenda i'tikaf mara kadhaa, tuko pamoja, tunatafuta radhi zako. Faadkhaltahumun nara, ya Rabbi leo hawapo, umewaingiza motoni. Wanawaombea marafiki zao. Allah atasema, fayaqul, Allah atawaambia, idhhabu, nendeni sasa, faakhriju man araftahum minhum. idhhabu faakhriju man araftum minhum, nendeni sasa, ingieni motoni, mkawatafute marafiki zenu, muwatoe kila mnayemjua katika marafiki zenu. Fayatunahum, watakuja motoni safari hii. Marafiki sasa ndo wanaenda motoni kwa idhni ya Allah, na malaika wanawapeleka kama bodyguard, wanawambia angalieni marafiki zenu wako wapi. Fayatunahum, watawajia. Fayarifunahum bisuwarihim, watawakumbuka marafiki zao, sura zao wataona ni huyu na huyu, watawapoint. La taakulu naru suwarahum, moto wa jahannam umewatafuna, wamekonda, lakini sura zao peke yake moto haujagusa, na ndio maana wamewajua na kuwatambua haraka. Faminhum man akhadhathu an-naru ila ansafi saqaihi, kuna ambao moto utakuwa umewatafuna mpaka katika ugoko wao, miguu yao chini. Wa minhum man akhadhathu ila ka'bayhi, na wengine moto wa jahannam utakuwa umewatafuna kuanzia juu mpaka chini. Fayukhrijunahum, watawatoa marafiki zao katika moto wa jahannam. Fayaqulun, watasema, rabbana, ewe mola wetu mlezi, akhrajna man qad amartana, tayari tumeshawatoa marafiki zetu kwa amri zako. Thumma yaqul, Allah atasema tena, akhriju man kana fi qalbihi wiznu dinarin min al-iman, rudini tena, nendeni tena motoni, mkawatoe tena marafiki zenu ambao wana chembe cha imani katika nyoyo zao. Hawa ni marafiki wazuri. Ama wale marafiki waliodata na kujizima data, unajua manaki nini? Manaki waliodata, mnawajua wazee wa mistari, yeye ni dunia, dunia na yeye. Akitembea amedata, amechanganyikiwa, ndo kudata, Kiswahili cha nyumbani. Anazugu akiwa peke yake, 1 2 3, yo, ya, ye, yi. Unatafuta nini? Natoka Isiolo na kwenda Moyale, nitafanya hivi, ya mikono hivi kama nyoka. Nini unatafuta kijana? Shida yako nini? Na hao kama wako barabarani wanaimba imba, watu wasema, yes, atakuja kuwa msanii mkubwa, atakuja kuwa mwimbaji mkubwa huyu. Lakini kama kijana anasoma Qur'an barabarani, mnasema nini? Amekuwa chizi huyu, anasoma Qur'ani hovyo kila sehemu, sufi huyu, sio? Subhanallah. Al-Hasan al-Basri anasema, istakthiru min al-asdiqai al-mu'minin, vijana kithirisheni kuwa na marafiki ambao ni waumini. Fa inna ar-rajula minhum yashfa'u fi qaribihi wa sadiqihi, kwani rafiki mzuri, rafiki mu'min, rafiki mwema atakuja kuwatetea watu wake wa karibu na marafiki zake.
الإمام البغوي ذكر في تفسيره، الإمام البغوي anataja katika tafsiri yake hadithi hii, أن جابر بن عبد الله قال، جابر ابن عبد الله anasema سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، nimemsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, inna ar-rajula la yaqulu fil janna, mtu akishaingizwa peponi, akiwa ndani ya pepo atasema, ma faala sadiqi fulanun, yuko wapi rafiki yangu fulani? Amefanya nini rafiki yangu fulani? Mbona simuoni rafiki yangu fulani? Wa sadiquhu fil jahim, ili hali kwa bahati mbaya hajui kama rafiki yake yupo katika moto wa jahim. Ataambiwa rafiki yako, pole sana, hajafaulu katika mtihani, rafiki yako amepelekwa jahim. Fayaqulu Allahu ta'ala, Allah ataona pale rafiki mwema, rafiki mu'min anavyoumia, anapata huzun, anapata maumivu. Rafiki yake kapelekwa wapi? Kapelekwa motoni. Allah kwa kumhurumia huyu rafiki mwema anashindwa kuenjoy janna, anamkumbuka rafiki yake, anaumia, anahuzunika. Allah atasema, akhriju lahu sadiqahu ila aljanna, nendeni mkamtafute rafiki yake, mtoeni rafiki yake motoni na mleteni hapa peponi. Al-Imam al-Baghawi ameitaja katika tafsiri yake hadithi hii ya Jabir ibn Abdullah, wa min babi amanati al-ilmi ba'd al-ulama dha'afu hadha al-hadith. Wakasema baadhi ya ulama, sababu ya kushuka aya inayosema fama lana min shafi'ina wala sadiqin hamim, watu wa motoni watakapoona kuna watu katika moto wametolewa, watauliza, hawa wametolewa kwa shafaa ya nani? Kwa nini huyu ametoka wakati tulikuwa naye motoni? Wataambiwa marafiki zao ambao wako peponi wamewatetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akasikiliza shafaa yao na utetezi wao, na hatimaye Allah subhanahu wa ta'ala akawatoa motoni na kuwapeleka peponi kwa shafaa ya marafiki zao, masahiba zao ambao ni wema. Ndipo watu wa motoni na wao watatamani wangelikuwa wana marafiki wazuri waweze kuwatetea na kuwaondoa katika adhabu hii ya moto. Watasema katika suratu Shuara, fama lana min shafi'in, sisi tuna bahati mbaya, sisi hatuna wa kutufanyia shafaa, hatuna wa kututetea, hatuna wakili, hatuna loya. Leo tunaungua, tunateketea katika moto, na wala sadiqin hamim, na wala hatuna rafiki wa dhati kama wenzetu leo wametolewa motoni kwa shafaa ya marafiki zao wa dhati. Suratu Shuara aya nambari 101 yathibitisha kwa nasi ya Qur'an kwamba as-sadiqu was-sahibu sawfa yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah. Rafiki mwema, rafiki mzuri, rafiki mu'min, rafiki mcha Mungu
akiingia peponi akamkosa rafiki yake, atamuomba Allah, atambembeleza Allah amtoe rafiki yake motoni, na Allah atamsikiliza na kuisikiliza shafaa yake na utetezi wake, na hatimaye watatolewa motoni na kuletwa peponi. Wangapi wana garantii kwamba mimi nikifa, bahati mbaya nikaenda motoni, rafiki yangu atanitetea na kuniombea mbele ya Allah akiwa peponi? Wangapi wana garantii na marafiki zao? Ni shekhe hapa mmoja tu, mzee wangu mashallah, 2 3 4 5. Nyewe wengine marafiki zenu mnaishi kichina china Unajua kichina china? Watu wa Dar es Salaam, jiji la gharama, wanasema hawa wanaishi kichina china. Unajua kichina china? Urafiki wao ni feki, si urafiki wa dhati. Wangapi marafiki zao ni wa kichina china? Wapo, usikatai. Kuna rafiki yako mwingine uko naye lakini hayuko na wewe. Duniani tuangalia, ukipata shida rafiki yako anakusaidia, hakusaidii? Ni marafiki wangapi duniani ukipata shida anakutosa mazima mazima, tena anafurahia umepata matatizo? Alimamu Shafi'i anasema, sadiqun la yanfa'u yawma bu'sin qaribun min al-aduwi fi al-qiyasi. Rafiki asiyekufaa wakati una shida, rafiki huyu hana tofauti na kabisa na adui. Walidhalika Qatada alikuwa akisema, yaqulu Qatada inda qawlihi ta'ala, fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim. Ni majuto ya watu wa motoni watakapoona wenzao wametolewa motoni kwa utetezi na maombi ya marafiki zao wema ambao wako peponi. Wao watasema, fama lana min shafi'in, sisi hatuna wa kututetea, wala sadiqin hamim, wala hatuna marafiki wa dhati, marafiki wema, marafiki wacha Mungu watakao tutetea. Marafiki zetu wameenda janna, wanakula kuku kwa mrija, wamekunja wanakula raha, wametusahau. Urafiki wetu ulikuwa ni wa kichina china. Subhanallah. Walidhalika Qatada anasema katika kauli hii, anasema, ya'lamuna wallahi anna as-sadiqa idha kana salihan nafa'. Watu wa motoni ndio watajua wakiwa motoni ya kuwa rafiki kama ni mwema, alafu wewe ukafeli, siku ya kiyama ukapelekwa motoni, atakufaa na atakusaidia. Katika kuonyesha umuhimu wa marafiki katika Uislamu, katika Sahihul Bukhari hadithi nambari 1423, na katika Sahihu Muslim hadithi nambari 1031, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, sab'atun يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Watu wa aina 7 Allah atawapa kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika watu hawa 7, angalieni marafiki wapo. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi watafarraqa alayhi. Katika watu 7 watakaopewa kivuli siku ya kiyama ni marafiki wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, hawajapendana kwa ajili ya maslaha za kidunia, maslahi ya kidunia. Wamependana kwa ajili ya Allah,
wamekutana kwa ajili ya Allah, na ikitokea wakatengana kwa ajili ya Allah. Ni wangapi hapa urafiki wao ni kwa ajili ya Allah? Nyinyi ambao mlisema mna marafiki mkafanya mkono hivi, nataka nione mkono tena. Ni wangapi yeye na rafiki yake urafiki wao ni kwa ajili ya Allah na sio dunia? Wangapi? Allahu akbar, takbir, masha Allah, tabarakallah. Siku ya Kiyama, rafiki atakayebwagwa akaenda motoni, waliyadhu billah, kama ilivyokuja katika suratu Zukhruf, atalalamika. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema watakuwa maadui wao kwa wao siku ya Kiyama, marafiki ambao urafiki wao haukuwa kwa ajili ya Allah. Marafiki ambao urafiki wao hapa duniani haukuwa kwa ajili ya Allah, haukuwa kwa ajili ya kumcha Allah, haukuwa kwa ajili ya kukuzana kiimani, haukuwa kwa ajili ya kushika njia nzuri ya kheri, njia ya Allah, njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Marafiki hao siku ya Kiyama watakuwa maadui wao kwa wao. Duniani ni rafiki yako, besti wako, ndugu yako, sahiba wako, unampenda kuliko hata ndugu yako wa damu, lakini siku ya Kiyama atakuwa adui wako nambari moja. Allah anasema nini? Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Vijana sikilizeni, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. marafiki wa dunia, marafiki duniani ambao urafiki wao haukuwa kwa ajili ya Allah, haukuwa kwa ajili ya Mola wao, haukuwa kwa ajili ya muumba wao, haukuwa kwa ajili ya mlezi wao, walikuwa hawajashikamana kwa ajili ya kujenga akhera yao, kuamrishana mema, kukatazana mabaya, kushika sala tano, kupandishana iman, kufanya kheri, kuelekezana katika kheri. Allah anasema marafiki hao ba'duhum li ba'din adu, wao kwa wao watakuwa ni maadui siku ya Kiyama. Kila mmoja anamlaani mwenzake, kila mmoja anamwambia mwenzake, wewe ndio sababu mimi kuja motoni leo, wewe ndio mimi sababu kufika hapa leo, kila siku unanishawishi nifanye haram, kila siku unaniambia kadha wa kadha, lakini sasa ishakuwa ni too late, mko motoni wote, mnakula sahani moja. Vijana wangapi leo baba yako anakuambia fulani si rafiki mzuri, umwache, unasema namna gani baba bana, mzee bana, usiniingilie bana, freedom bana, rafiki yangu mimi namjua kuliko wewe. Allah akamwandikia miaka 40 tu, baada ya miaka 40 anakufa. Mzazi wako atatamani miaka 20-30 ya kwake ichukuliwe uwekewe wewe. Mzazi peke yake hawezi kukuchukia wala kukufanyia hasad. Watu wote wanaweza kukufanyia hasad, na mzazi anakutakia kheri. Hakuna mzazi ambaye anahamtakii kheri mtoto wake. Baba yako, mama yako akikwambia huyu sio rafiki mzuri, wasikilize. Allah anasema imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Wazazi wako wawili wakifikia utu uzima wote wawili au mmoja wao, washakuwa watu wazima sana, usiwajibu vibaya, usiwaambie hata uff.
Na Mtume anasema ridha Allah fi ridha alwalidain, ukitaka radhi za Allah pata radhi za wazazi wako. Wazazi wako wakikupa, wakikuridhia, wakakufurahia, Allah naye amekuridhia. Wasakhatullah fi sakhati alwalidain, na ukitaka Allah akuchukie basi mzazi wako akuchukie. Na chuki za Allah na ghadhabu za Allah ziko pamoja na ghadhabu za wazazi. Falidhalik, vijana mnapaswa kuwa makini sana katika kuchagua marafiki. Al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin, marafiki siku hiyo ya Kiyama wao kwa wao watakuwa ni maadui, wanalaumiana, wanashambuliana. Wewe ndo sababu mimi sikuswali, sababu wewe umenifundisha kula miraa, mirungi, wewe umenifundisha kula drugs, wewe umenifundisha kuvuta bangi, wewe umenifundisha kuvuta sigara, mimi nilikuwa sijui machafu, unakwenda unanitafutia wasichana, wewe ndo sababu leo umekuingia motoni. Allah anasema illa almuttaqin, isipokuwa wale marafiki ambao tangia duniani walikuwa ni wacha Mungu na wameungana kwa ajili ya Mungu. Hao hawatolaumiana siku ya Kiyama, hawatakuwa maadui wao kwa wao, bali wataendelea kuwa marafiki wao kwa wao. Katika suratul Furqan, kijana ukipewa resulti zako ushaona we ni failure, utajuta na kusema laiti fulani asingekuwa rafiki yangu. Allah anasema nini? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا لم أتخذ فلانا خليلا. سبحان الله. ويوم يعض الظالم على يديه, siku ya Kiyama dhalim aliyedhulumu nafsi yake atang'ata mikono yake, atang'ata mikono yake, ishara ya kujuta. Kule Dar es Salaam, jiji la gharama, tunasema majuto ni mjukuu. Mashaallah, mko sawa kumbe Waswahili kama mimi mashaallah. Na wa Yemen wanasema ya ret matibni bait, kalimati ya ret matibni bait. Mtu kusema ya ret, laiti ningejua, laiti asingekuwa rafiki yangu, hiyo ishatoka, hiyo haijengi nyumba. Sasa dhalim, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, na siku hiyo ya Kiyama dhalim atang'ata mikono yake, na si vidole, mikono yake. Atasema ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti ningefuata njia ya Mtume Muhammad, laiti ningefuata sunna. Nimedharau sunna, nikapuuza sunna. Laiti ningefuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha atasema ya wailata laitani ittakhadhtu ma'a, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, najuta mie, ya wailata, najutia mie, lam attakhidh fulanan khalila. Laiti fulani kule Isiolo, kule Nairobi, kule Dar es Salaam,
yule fulani laiti nisingemfanya kuwa rafiki yangu. Kwa nini? laqad adallani ani dhikri ba'da idh jaani. Fulani rafiki yangu ndo sababu ya mimi kupotea. Yeye ndo aliyenipotosha na dhikri ya Allah, yeye ndo aliyenipotosha na utajo wa Allah, yeye ndo aliyenipotosha na dini ya Allah. Hakunisaidia kuwa mcha Mungu, bali ndio chanzo cha mimi kuharibika. laqad adallani ani dhikri ba'da idh jaani. Fulani najuta nisingemfanya kuwa rafiki yangu duniani, kwani fulani ndiye aliyenipotosha mimi na dhikri ya Allah na utajo wa Allah. wa kana al-insanu wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Vijana, shikeni aya hii katika suratul Furqan. Kama rafiki yako ni mbaya, utamlaani siku ya Kiyama. Utasema ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Najuta mie, nasikitika mie, najutia mie, sikuwasikiliza wazazi wangu, waliniambia ukijana sio mzuri, atakupotosha. Najuta mie, laiti fulani bin fulani nisingemfanya kuwa rafiki yangu. Yeye ndio sababu ya mimi leo kuwa motoni, alinipotosha na hakuniongoza. Vijana wa Isiolo, ma HB mkono juu ni kuone. Yani Isiolo mzima HB hamna? HB ni handsome boy. Hata hamjui hata kizungu nimekushindeni mimi. Si nyinyi wa Kenya Kiswahili chenu mnachanganya na kizungu. Haya sasa mimi mbongo nimekushindeni leo. HB handsome boy. Haya HB wangapi? Subhanallah, hamna HB. Ni mtu mmoja tu asema yeye ni HB. Bismillah, mashaallah. Laysa aljamalu biathwabin tuzayyinuha innal jamala jamalul ilmi wal adabi. HB wa kweli. Uzuri bwana sio wa sura, uzuri sio wa mwili, uzuri si wa kuvaa mavazi. Uzuri wa kweli ni mtu kuwa na ilmu ya kumjua Allah na kuwa na adabu, kuwa na heshima, kuwa na akhlaq. Huo ndo mzuri. Wangapi katika MHB wa Isiolo wanaamini siku ya Kiyama watajuta kwa nini imemfanya fulani kwa rafiki yangu? Kila mtu anamjua rafiki yake. Kwa hiyo marafiki zenu bismillah mashallah wote wazuri hamjutii, sio? Inshallah Allah ajalie msijutie, musaidiane duniani kwenye mambo mema na mazuri, na akhera pia muwe pamoja fil firdausil a'la. Semeni amin. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia la tusahib illa mu'mina. Hakikisha haumpati rafiki isipokuwa yule mu'min mwenye imani. Atakusaidia wewe kuwa ni mu'min, na ukiwa na rafiki mbaya na wewe utakuwa mbaya. Mmoja katika maulama anasema anil mar'i la tas'al fanzur khalilahu. Ukitaka kumjua mtu, ukitaka kumjua mtu, ukishindwa kumjua mtu,
Angalia rafiki yake kama ni mwema, mtu wa sala, mtu wa Qur'an, mtu wa siyam, basi ujue na yeye atakuwa mtu wa sala, mtu wa siyam na mtu wa Qur'an. Lakini rafiki yake ikiwa anavaa suruali jinzi, kila wakati inadondoka, anavuta, basi ujue ni yeye ni kama rafiki yake. Fakullu qarinin bilmuqarani yaktadi, kila rafiki humfata rafiki yake, kila rafiki humwiga rafiki yake, na kila rafiki hujifananisha na rafiki yake. Mada yetu ya leo ilikuwa inasema rafiki mwema atamfaa rafiki yake siku ya Kiyama, bali atamfaa duniani hadi akhera. Na huyo ni rafiki sharti awe rafiki mwema, kwa sababu atakapoingia peponi, kwa mujibu wa hadithi chungu nzima za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiangalia kulia na kushoto haoni marafiki zake, atalalamika, atasikitika, atanungunika, atahuzunika, atasema ya Rab, yuko wapi fulani? Tulikuwa tukiswali pamoja ya Rab, mimi ni shahidi. Tulikuwa tunafunga pamoja ya Rab, tulikuwa tunaenda kufanya haji pamoja ya Rab, tumekwenda trip nyingi sana za da'wa ya Rab, mambo ya khairat alikuwa mstari wa mbele ya Rab, kwa nini leo fulani hayuko janna? Allah atamhurumia, atamwambia nenda kamtoe rafiki yako motoni, uingie naye peponi. Lakini wale marafiki wabaya wataingia motoni, wataonyosheana kidole, anta sabab, wewe ndo sababu, wewe ndo umenipotosha, wewe ndo umeniharibu, wewe kadha. Haitokusaidia, tayari mtakuwa mnaungua. Vijana wa Kiislamu popote pale mulipo, chagueni marafiki wazuri, achaneni na marafiki wabaya. Na rafiki mzuri lazima awe mu'min, mwenye iman, awe mcha Mungu, awe mtu ambaye atakuongoza kwenye mambo ya kheri na mambo mema. Ama hao marafiki wengine wabaya waliodata na kujizima data, watakufanya na wewe udate na ujizime data. Allahu akbar. Hebu rudia tena takbir. Allahu akbar. Wasichana na nyinyi vile si mna mrafiki? Rafiki ambaye havai hijab, achana naye. Rafiki ambaye kila wakati yeye na TikTok, wama adraka ma TikTok, hana haya. Sasa hivi wasichana wengi hawana haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema alhayau min aliman, haya imetokana na iman. Na ukimwona mtu hana haya, hana iman. Na akasema tena, idha lam tastahyi fasna' ma shi'ta, ukikosa haya fanya utakavyo. Wazee ingieni TikTok, wazee ingieni Instagram, wazee angalieni mabinti zenu walivyoharibika, wanajipiga mapicha, wanajipost. Na Allah anasema wala yubdina zinatahunna, nyinyi wasichana wa Kiislamu msionyeshe uzuri wenu, mapambo yenu na viungo vyenu. Kila moja sasa hivi selfie, na wakipiga selfie na mdomo wanapindisha kama nyoka. Mara anafanya hivi, anatafuta dimples. Unamwonyesha nani dimples yako na hujaolewa? Achana na vitu hivyo. Baada ya kusema hayo, niseme pale nilipopatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipokosea ni mapungufu ya kibinadamu niseme subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.